Leila, nilikuwa naota peke yangu, nilikuwa napenda peke yangu, nilikuwa na ndoto zetu, lakini kumbe ndoto zangu zilikuwa kiwanja cha mazoezi cha moyo wako. Nisamehe sana kwa hili Sam. Leila, pole kwa yote niliyokupa, lakini pole zaidi kwa yote ambayo sikutosha nayo. Kwa mara ya kwanza imeuma zaidi kujua kuwa niliwekeza nguvu na moyo mahali ambapo hapakuwa sahihi kabisa kwa moyo wangu mie. Ila nashukuru sana kwa muda wako. Nikwambie tu kitu kimoja, baki na amani yako na mimi nitaokota vipande vya amani yangu pale ulipoviacha. Nashukuru sana. Nisamehe sana Sam. Asante kwa muda wako. Abdul, ulikuwa wapi? Siku zote zinakusubiri. Leila, unajua ni miaka mingi sana imepita, na kwa haya maisha nayo yajua mimi ningeendelea kukaa na wewe, sidhani kama tungefika mbali. Na ndio maana akija kujiongeza ilivyonituma nikatoka nje ya mji kidogo. Na kwa nini ulikuwa upatikani? Sikupatikana kwa sababu, na sio kwa dhamira yangu. Ni dhamira gani unayozungumzia? Nilipokonywa simu. Lakini kuondoe shaka, mimi sasa hivi na maisha yangu sasa. Nimeenda kutafuta mjini na mji umenipenda. Sasa hivi na kila kitu. Sema tu nilichokosea ni kitu kimoja, kutokukalili namba yako. Vipi lakini upendo wako bado upo kwangu? Mimi kwa sasa nina mtu mwingine. Una mtu mwingine Leila? Ndio. Leila, kuondoka kwangu kidogo tu ndo ushafanya maamuzi ya hivyo? Sasa utegemea mimi ningeishije? Na ulikuwa upatikani. Kutokupatikana sio sababu. Kumbuka mwenyewe na moyo. Mimi mbona nimeweza kuvumilia mpaka leo, nimetoka mguu mosi mguu pili mpaka nyumbani kwenu. Okay. Iko hivi, nisikuforce sana. Wewe ndo mwanamke na ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Hivyo naomba uchague
amani ya moyo wako pale ilipo, lakini tambua mimi bado nakupenda. Asubuhi njema. Esnyaluye san, oh la 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 la. Haya mdogo wangu, naona Abduli amerudi. Nimewasikia kila kitu mlichokuwa mkiongea, na tayari ulikuwa umeshaanzisha mahusiano na mtu mwingine. Sasa sijui unafanyaje. Lakini dada, ndo kama hivyo unajua na mtu mwingine, sasa itakuwaje? Na mimi najua Abduli alikuwa anakupenda tu sana, na wewe ulikuwa unampenda sana tu. Sasa hapo utakiwa kufanya kama alivyokuambia. Inabidi uchague amani ya moyo wako iko wapi. Basi ana shida, mimi nitachagua. Sawa, mimi nakuachia wewe. Sawa. Kwa bibi mwanangu ule mchongo wa jana. Ule mchongo wa jana damu yangu, si unajua? Wewe si uniacha kwa mzee Ndembo pale, si unajua? Mimi nimetulia kidogo mwanangu, mara wazee wakaingia mwanangu. Mimi si nikacheza jamaa wangu, si unajua? Ila sema nini mwanangu, yale maelekezo yote atakuwa ile. Si unaelewa mwanangu, cheza kisera. Tutaishi damu yangu hata usiwaze. Maana yule mzee alisema atoa laki hizi, laki tatu mwanangu, si unajua? Alafu ile ndio tukampagamize tu ule mshua wewe. Wewe mwezi unaelewa. Nakubali. Si unajua? Nakubali. Sema ndo salama kwa shefu. Shefu. Tupo. Samahani kuna kuteje wangu. Wakamsikilize basi hapo chapo au vipi? Kwa 100. Kwa vipi unasema? Kuna kinyonge wanangu. Chukua mstari. Chukua mchongo gani? Kwa kinyonge ndio watu ndugu zetu. Watu wakubwa sisi tunaishi ile kidishi tunajua. Sasa nakupa kodi ili wafanye kweli. Wewe si unaelewa. Ndio shehe, nakusikiliza. Sasa shem, kuna kitu mimi nilikuwa nataka unisaidie. Nilikuwa naomba ukamwambie leo rafiki yako ile sana, ukamwambie leo tuonane pale Chotara Restaurant. Basi sawa shehe, mimi nitamwambia. Basi sawa, mwambie ajitibie aje saa 8. Sawa, haina shida. Asiache kuja. Haina shida shehe. Wewe usijali kuhusu hilo, usijali kabisa. Basi sawa. Esnyaluye san, oh la 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 la. Wanevo. Oa sana mwanevo. Shokali. Wa burudani. Nyama. Sana. Sema nini? Ngoja hapo. Wasasikia. Nimetoka pale maskani pale. Tulikuwa nimekaa zangu pale na masela kibao. Tunakula zetu kitu. Tunapiga kitu pale. Wa shemeji sasa kaingia pale mwanangu. Wewe. Na ila kaja pale maskani. Kaingia pale maskani. Akatiaje? Shemeji na shida na wewe samani lakini. Nikamwambia ina shida, niambie shida gani? Akasema naomba unisaidie baadaye mida saa 8 mshale. Tuna restaurant pale juu. Hapo saa 8 leo hii. Yaani leo hii. Muonane pale, muone. Siamini. Amini hivyo mwanangu. Unajua nini? Hapa juzi kati nilimwambiaje kwamba swala la ndoa. Umeona? Akaniambia nitakupa majibu. Kwa hapa mimi hapo najua kwa leo ndo anaanza kunikubalia. Amini hivyo. Kama ni mkeka, ushabukua tayari. Mimi nakwambiaje? Kwanza ile siku ya ndoa yangu nini fresh. Nyie ndo mtakuwa wagawaji. Kuna madikodiko pale katika. Unajua? Umeona sasa? Yaani mtu mwanangu akichukua nyama sio nini unaona mtia mkwai kubwa. Yaani kuna mtu kudokoa nyama. Shobo hatutaki. Mwanangu huku mbuzi huku chips unajua ile. Sana. Mimi sifui tena, mimi nakujiandaa mzee. Kama poa mwanangu nakusikilizia. Haina nakupa majibu. Poa. Leila, naamini umeenjoy vya kutosha. Kwa sababu nilipanga siku hii ya leo niitumie kwa ajili yako. Sababu naamini nitakuwa na furaha zaidi na zaidi. Nimekupeleka Chotara, umekula chakula kizuri, umeenjoy vizuri. Tumekuja Supersonic, tumeoga vya kutosha. Naamini umejisikia raha sana. Na ndio maana nilikuwa nakuomba tufikirie ndoa, kwa sababu vitu kama hivi ni vitu vidogo sana kwangu.
Ndio maana nilikuita hapa nikwambie kabla hujatengeneza mipango zaidi. Moyo wangu upo kwako tena. Leila, hebu sinitanie basi. Unajua wewe sio mtu wa utani Sam, yule mtu ambaye alikuwa amani ya moyo wangu amerudi. Na sio amani yangu tena. Kwa hiyo mimi nilikuwa nani kwako? Sam, najua unanipenda. Lakini amani ya moyo wangu amerudi. Kwa hiyo mimi nilikuwa dawa ya maumivu yako na si upendo wako? Leila, nilikuwa naota peke yangu, nilikuwa napenda peke yangu, nilikuwa na ndoto zetu, lakini kumbe ndoto zangu zilikuwa kiwanja cha mazoezi cha moyo wako. Nisamehe sana kwa hiyo Sam. Leila, pole kwa yote niliyokupa, lakini pole zaidi kwa yote ambayo sikutosha nayo. Kwa mara ya kwanza imeuma zaidi kujua kuwa niliwekeza nguvu na moyo mahali ambapo hapakuwa sahihi kabisa kwa moyo wangu mie. Ila nashukuru sana kwa muda wako. Nikwambie tu kitu kimoja, baki na amani yako na mimi nitaokota vipande vya amani yangu pale ulipoviacha. Nashukuru sana. Nisamehe sana Sam. Asante kwa muda wako. Tayari kumesha kucha. Mume wangu chai tayari. My wife. Muda wote huo toka umeamka mpaka dakika hii mimi nimejiandaa, nimemaliza, natoka ndo ananiambia chai tayari. Unazunguka tu hapo ndani. Lakini mume wangu chai nimepika muda mrefu mapema, nilikuwa nasubiri uamke ujiandae kisha nikutengee chai mezani. Issue iliyoko hapa mimi sasa hivi natakiwa niwe kazini. Na kazi nyingi sana za kufanya. Sawa? Toka jana nimelaza kazi kazini. Natakiwa niwahi nikafanye kazi. So, naomba niwahi kazini, chai ipo nitaikuta. Kwa hiyo hakuna shida. Hivi mume wangu sasa umepata na kitu gani? Mke wangu mimi nadhani niko sawa tu. Sema tu ni hali tu ya hewa sasa hivi na hivi mvua zinavyonyesha. Kwa hiyo naomba tena niruhusu niende. Hata kama unakaribia sijui miezi 3-4 na chai yangu hauni wala hata kuinusa uinusi kweli? Okay, fine. Najua mke wangu wewe mwenyewe unafahamu jinsi gani ninavyokupenda Sasa mke wangu nakupenda Bye. Kwa hiyo mimi nilikuwa nani kwako? Sam, najua unanipenda. Lakini amani ya moyo wangu amerudi. Kwa hiyo mimi nilikuwa dawa ya maumivu yako na si upendo wako?
Na nikitanda na godoro halinipi joto shuka, kifupi naiona kasoro, mfamaji amenikuta, na mwili umebaki kongoro, moyo unapwita, naiona ndombolo ya soro, usoni haiba imekuisha. Hivi ni kweli ulikuja uniumize mama? Sitaki kula kukonganisha kata tama, hata kulala silali, njo muulize Majaba. Tia maji komando, nimeshindwa pambana. Utakuja niona lini mama? Rudi tuzenzi zetu zama, mana kitani sendi sana, yani niko bila na wasikuchanganye vijana, upenda midosho sona mana, watakula kesho watakukana, jiepushe na magonjwa zina wezo kidonda kina. Shemeji. Unanikata vibe. Nishakwambia usiniite shemeji. Karibu. Asante, habari za hapa? Salama kwema. Kwema. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Nimekuletea kitafuno hapo, tunywe chai pamoja. Sawa. Vipi kuhusu mdogo wako Leila? Hata unijua. Leila kaamua kuvunja mahusiano na yule mtu aliyokuwa naye. Kwa nini tena? Kuna mtu wake alikuwa kasafiri. Sasa ndo amerudi. Adai kwamba ndo mtu ambaye nampenda, ndo amani yake ya moyo. Amani yake ya moyo? Anyway, hamna shida kama yeye ndo kaamua hivyo, kwa sababu hata mimi pia unajua na mke wangu kule nyumbani, lakini wewe ndo amani yangu ya moyo. Umeshaanza na wewe. Sawa, unaweza kaandaa chai hapo tukapiga chai vizuri, maana kule nilikotoka kule nimeacha kimbembe. Wewe. Wapi wewe? Niambie. Mimi sina tatizo. Uko vizuri? Haya. Unanichanganya sana wewe. Nakuchanganya nini? Halima. Vipi, mbona umepoa kama hivyo? Sana. Vipi sasa, naona kama ile ndo harakati za ndoa nini? Machupa nini? Mwanangu Tundu. Mrusha fegi kwanza ile. Vipi sasa? Mwanangu Tundu. Wengi wanasema kisichoriziki akiliki bro. Kiaje sasa? Hapo sikuelewa. Yaani bado sijakupata familia. Uwezi amini mwanangu. Leila mimi kunikataa. Kaukataa? Na sio kunikataa tu, sawa Ameniambia kwamba Leila
ana mtu wake na anampenda. Kwa sasa mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kudadadeki. Bro, mimi mwenyewe siamini. Na unajua kabisa kuwa nilikuwa nishaandaa masuala ya ndoa. Sawa Ndio. Ila siwezi kumlaumu sana. Kwa sababu kasema kwamba yule mtu ndo amani yake ya moyo. Wasema nini? Mimi yule pale naenda kumwelekeza, yani na face to face, yani uso kwa uso. Lazima mimi nimwelekeze. Yani inawezekana azingue hivyo, yani umeona? Alafu sikiliza, muda wako kaupoteza yule pale, yani. Umeona? Leka mtu bwana anafeli, yani. Usifanye hivyo tu. Ana makosa kwa sababu amechagua kitu ambacho yeye anaamini kwamba kwenye maisha yake ndio kitampa furaha. Kwa sababu huyo mtu kama alivyosema, yani ndio amani ya moyo wake. Familia. Uko serious kabisa. Tundu. Mimi nadhani ungeenda, siko sawa mwanangu. Wewe nenda tu, nitakucheki one time, nenda tu. Aisee. Wasema kinyonge mwanangu yani. Hii hapo sema mimi sijalizia. Umeona kama familia damu yangu nini? So unajua kinyonge mwanangu. Kinyonge lakini. Sema baridi mwanangu. Sema nini? Fresh mwanangu. So. Leila, kwanza kabla ya yote samahani sana kwa muda wako. Unajua huu muda ungekuwa muda mwingine unafanya mambo yako, lakini umeweza kuniheshimisha na kuweza kufika hapa. Lengo na dhumuni wewe kuwepo hapa ni kuhusu lile jambo langu. Nilikuwa nataka nijue kwamba amani ya moyo wako umeiweka sehemu gani? Leila, sasa mbona unaondoka wakati atajibu jeni? Wewe niambie tu, chochote utakachokisema mimi nitalizika nacho. Empo mwazi. Niambie basi. Amani ya moyo wako ipo wapi? Abdul, wewe ndo amani ya moyo wangu. Na ndio maana nimeamua kuchagua wewe. Yote hiyo sababu nakupenda. Na nina imani kuwa zile tabia za nyuma bado uko nazo mpaka sasa. Sina imani kama utaniangusha. Nikuondoe shaka. Nimekuja kurudisha mapenzi yangu yote kwako. Kwa nikuondoe tu shaka. Nitakupenda, nitakujali na nitakutunza. Niamini tu kwa hilo mpenzi wangu. Esa, usiniangushe. Sio ndio nakupenda. Niamini mje kwanza. Najma! Najma! Kuja hapa. Hivi
Wewe mwanamke. Toka asubuhi umeamka unazula tu ndani. Hebu angalia mavyombo machafu, nguo ziko chafu hapa, uwanja mchafu. Uko unafanya nini? Sasa kwani mume wangu, yani hilo ndo jambo mimi la kunita mpaka una panic kiasi hicho kweli? Wewe unaona hili jambo liko sawa hili? Mke wa mtu kweli mpaka sasa hivi umeamka zamani, lakini angalia mazingira yote machafu haya. Alafu unaamka asubuhi mume wangu chai tayari. Mazingira kama haya. Chenye sitakuwa ina shombo hiyo. Lakini mume wangu, mimi nishazoea. Mimi nikiwa nafua, wewe unaosha vyombo, Are you mad? Una kichaa wewe? Najma, mimi ni MC mkubwa sana hapa Tabora. Nitambua hilo. Nikae hapa naosha vyombo, nafua, nafagia uwanja. MC wenzangu wakija hapa, nina watu wakubwa ambao wananitambua. Watanionaje mimi? Na ndio maana chai yako waga siitaki, na nasema kuanzia leo usiniulize chochote kuhusu chai. Nitakunywa kazini. Na kwenda. Afadhali Shem, nimekuona. Vipi, mbona kama ile hivi? Unajua rafiki yangu yule pale anakupenda kiasi gani shemeji? Umempotezea muda wake. Yaani mambo yote mengi sana, mambo yake yote umempotezea. Muda ambao nimekuwa natumia kukutafuta, kukufikiria. Alafu dakika ya mwisho ile, yaani unamwona kama yani ile nini shida yani? Sikiza nikwambie Shem. Kuna kitu ambacho ukielewi. Sasa ngoja nikwambie. Unajua kwa sababu gani nimemkataa? Kwa sababu kuna mtu ambaye nilikuwa ninampenda zaidi yake hata yeye. Na huyo mtu ni amerudi. Kwa hiyo sikuwa nabudi kusitisha mahusiano. Kwa sababu amerudi mtu ambaye nilikuwa ninampenda. Yaani mtu ambaye alikuwa amani ya moyo wangu. Sijui unanielewa. Hebu fikiria tu kwa wewe Shem. Ulikuwa una mtu ambaye unampenda, ndio furaha yako, ndio kila kitu. Si unanielewa? Unaona? Afu mtu akarudi. Afu uko tu na mtu tu. Yupo tu, yani sio kama unampenda sana. Yupo tu. Unaona? Afu arudi sasa wewe ambaye ulikuwa unampenda. Ungefanyaje? Si ungeenda kwa wewe furaha moyo wako. Nadhani utakuwa umenielewa mpaka sasa. Kwa hiyo nikwambie tu, simhitaji tena kwa sasa. Kwa hiyo hujanikomoa, mambo yangu yananiendea, nimempata mwingine natanua. Kwa hilo hujanikomoa, mambo yangu yananiendea, mapenzi moto natanua. Halima huyo. Karibu kipenzi changu. Nakuona. Nipo mwenyewe hapa nimekuja. Halima kama Halima. Karibu. Za hapa. Nzuri za huko toka. Safi, uko vizuri. Uko poa. Ni wewe. Nimefaje tena jamani? Una dogo mwanangu. Kama kaida yako. Karibu. Sasa. Jamani, toka mwenyewe. Lete kiti.
Za hapa. Safi za kutoka Huko. Acha tu. Vipi, nikusaidie au? Hapana, nitaosha mwenyewe. Nataka nikusaidie. Basi sawa, chagua, unaosha au unasuuza? Nichagulie basi. Mimi naona baba ungesuuza tu. Nisuuze? Sasa kabla sijaanza kwa zeki. Wewe. Tuendelee. Hapa sasa. Hapa niko mwe. Wakuitwa Halima. Halima kama Halima. Niambie. Vipi lakini mambo yanaendaje? Safi tu. Naona upo. Sasa huko nilipotoka huko mwenzangu. Huyo mwanamke nimembabua mibao hiyo. Mwanamke mwenye mchafu, mivyombo iko hapo michafu. Uwanja afagi. Minguo ndo kama hivyo unapoona. Afanya niambie, "Tio, mume wangu mimi tuwaga tunasaidiana kufanya usafi." Mimi nifanye usafi kwake. Ila wewe. Wewe umekosea, ukutakiwa kumpiga. Nani usi? Basi sawa, tuendelee. Alafu ngoja. Kawimbo gani hapo? Pawa naishiwa pawa, kila nikikuona Halima naishiwa pawa. Pawa naishiwa pawa. Mbona ya maji haya yanatiririka kama vile nakuona. Haya bwana. Mimi sina neno. Vipi cheta? Tayari. Sasa shida. Hapo baada. Esnyaluye san. La 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 la. Leila. Unajua kabla ya yote ni siku nyingi sana zimepita. Lakini leo hatimaye nimekutia machoni mwangu mpenzi wangu. Unajua kila siku nakwambia kwenye hii dunia mwanamke ninayempenda naweza nikasema ni mmoja tu, ambaye ni Leila binti Omari. Nakupenda sana. Hicho tu? Naweza nikasema ni hicho tu kwa sababu kwenye moyo wangu huwezi kumaliza vyote. Haujanimisi labda? Sasa naachaje kukumisi mpenzi wangu? Yaani naachaje? Yaani hilo ndo lipo moyoni. Sema nilikuwa naitafutia target lakini umeniwahi. Alafu samahani, kuna kitu nataka nikuulize. Ndio. Hivi unajua hujawahi kuniambia kwamba kwa nini uliondoka? Unajua Leila, katika hii dunia na katika haya maisha, laiti kama ningeendelea kukaa na wewe na hii hali yetu ya sasa hivi tunayoijua sisi, sidhani kama tungefikia hapa. Leo hii unaniona napendeza. Nadhani wewe mwenyewe umeona mabadiliko makubwa sana kwangu. Kwa hii hali ndio iliyonifanya mimi niweze kuhama mkoa ili niweze kwenda kutafuta. Basi sawa. Kwa sasa hivi umerudi, unaishi sehemu gani? Wewe hata sijui unaishi wapi sasa hivi. Kwa sasa hivi nakaa West End Lodge. Basi sawa. Ndio hiyo West End Lodge inapatikana mkabala na kiplefti cha Ulambo. Na unaweza ukafika pale muda wote pale. Basi leo. Leo? Sawa, haina shida. Ni wewe. Wewe umesema mimi nani nipinge? Basi sasa hivi tutoke hapa tuende kwa dada lakini.
twende tukamwone dada, alafu tukitoka hapo kwa dada ndio twende kule. Kwa dada itawezekana kweli? Sasa kitu gani kinachoshindikana? Kwa sababu mimi ninachojua mgeni anapotoka safari, na kama unavyojua kwenye macho ya dada yako mimi bado mgeni. Sisi tunaenda kumsalimia. Sawa, lakini siwezi nikatoka hivi, lazima nimwachie chochote kitu ili ajue raha ya mwenyeji. Maana wanasema mgeni akifika wenyeji wapone. Wewe twende tu, tunaenda tu kumsalimia. Wewe twende. Basi sawa. Hapo twende. Sawa. Habari? Salama, kwema? Kwema. Karibuni. Asante. Sasa dada, nimemleta shemeji yako aje akusalimie. Si unajua siku nyingi toka alipokuja kipindi kile. Basi ndio. Karibu shemeji. Asante. Vipi lakini umepika? Ndio nilikuwa naasha moto mdogo wangu. Si unajua tena umeondoka umeenda kuzuru, umeniachia kazi mwenyewe. Sasa Leila, mimi ngoja nikukimbie. Nitakupigia simu baadaye. Jamani. Sasa ni sisi tumefika tu jamani. Kuna mambo nawahi kuyaweka sawa. Nitakupigia tu simu usijali. Bana. Nitakupigia. Kuna nini? Amna mdogo wangu, kawaida tu. Haya. Haya niambie. Nashangaa anaondoka tu ghafla ndio tumefika tu. Amna bwana, nitakuwa na mambo yake tu yanayawahi. Haya basi. Mimi ngoja tu nikapike. Basi sawa, wenda kapike. Ngoja pange. Kwani yale maneno tuliyozungumza ile siku, yani imekuwa ni kweli, kwa sababu leo alipita muda fulani hapa maskani hapa, amenikuta hapa hivi nikiwa nakupiga zangu kitu kama kawaida yangu. So unajua, nikamsimamisha, tukaongea naye, nikamwelekeza, lakini inavyoonekana ni kweli yule mtoto hakika hakutaki mwanangu. Umeona? Yani inasikitisha sana rafiki yangu kweli. Inasikitisha sana mtu wangu. Tundu, mimi nilikwambia yule mtu anikubali tena. Na chanzo ni huyo mtu wake huyo, Sundu, amani yake ya moyo, sio mtu gani. Ila fresh mimi nishakubali yote. Ila bado na deni naye. Niko na maneno ya kumwambia, maneno ya mwisho. Kwa nini apoteze muda wangu? Yaani wewe sehemu ambayo utamuona popote pale, nipigie simu au kama nipo nionyeshe. Wasiwazi katika hilo, mimi nahisi limeisha. Au unasemaje damu yangu? Mimi kwenye hilo hapo nishamaliza. Kwani kila kitu hapo kimekaa clear, yani muone. Umekaa unyama au vipi? Yani fresh kabisa hapo. Yani unyama. Mimi nikishaona naye lazima mimi nitakuko. Nitakunyokea haya mazima au kama vipi nikiona utupu wote ile bila kutoja bwana kibingo uongo. Mimi lazima nikuonyeshe baba huyu hapo. Fanya hivyo mwanangu. Wasiwazi yani usiwazi. Sawa. Bila wabia. Lazima umuelekeze mzee. Lazima nimuelekeze bwana. Sasa sikia mwanangu. Kidogo mimi naongea naye kidogo tu. Haina hivi. Wewe mwongea naye, Chapa. Leila, usiseme kitu, maana ukimya wako
unanipiga zaidi kuliko hata maneno. Nilijua siku moja wakati kama huu ungenikuta, lakini sikujua wakati wa sasa utauma kwa kiasi hiki. Ulichagua amani ya moyo wako, ukawacha wangu ufe bila hata mazishi. Nikabaki nikiuliza ni wapi nilikosea. Lakini kumbe kosa langu lilikuwa kukupenda kwa dhati. Nilisimama na wewe wakati ukujipenda. Leo umesimama na mtu mwingine kuniangalia nikianguka. Sikukufuru, lakini moyo unauma kuona ndoto ikichagua mtu mwingine. Usijitetee, maana uamuzi wako umeshasema yote. Lakini kumbuka, amani ya moyo haijengwi juu ya machozi ya mtu mwingine. Kuanzia leo ninaondoka kwenye moyo wako, lakini naondoka nikiwa nimevunjika. Leila, kwa heri. Shoga yangu mimi nimekuja walau hata unishauri. Manake mume wangu simuelewi hata kidogo. Kwa nini tena? Yaani mume wangu kabadilika, kawa mkali kama mbogo ninavyokuambia. Wanaume wa siku hizi uenda hapa nipata hata mwanamke huko nje, maana hawaeleweki. Mimi sijui na sijui hata nifanyaje. Hebu cha kukushauri kitu shoga yangu, wewe vumilia tu. Maana maisha sasa hivi huko mtaani yamekuwa magumu. Pambania ndoa yako shoga yangu. Wewe vumilivu, wakupigwa mpaka na mabao. Ndio amefikia huko tena? Yaani mume wangu ni ananipiga bila hata sababu. Ila hamna shoga yangu, wewe vumilia tu dada. Muombe Mungu, labda uende po siku ataka badilika. Sawa, tuombe Mungu. Basi mtu achane tu na hayo. Sawa. Vipi maisha yanaendeleaje hapa kwa? Shoga yangu, maisha hapa yenyewe kama unavyoyaona. Taratibu tunamshukuru Mungu. Maana yake soko kupendeza huko. Napendeza shoga yangu, maisha magumu. Maisha magumu kwa kuna weli huko shoga yangu. Yaani mpaka nakutamani mwenzi. Wewe, shoga, maisha usimbe hata usije kutamani. Sio hata mazuri. Baby. Halima. Mwanangu Tundu. Unajua mimi sasa hivi hata mazingira sasa hivi nimekuwa hata sielewi tu yani. Kwa nini mwanangu sasa? Yaani mimi ambacho nimekiwaza sasa hivi hapa. Kama vipi watu niuzangu hata kijijini kwa bibi mkubwa nikalimelime tu kule. Mwanangu mawazo yako yamefikia mbali kinoma. Kama sasa unaanza kulima mwanangu. Hivi wewe kule unaanza kulima mwanangu. Sasa mwanangu wewe unafikiri mimi nitafanya nini town? Mtu ambaye alikuwa ananiweka town sasa hivi ndo kama hivyo tena. Nikimuona mimi nazidi kuumia. Sasa nataka kufanya nini mwana? Wacha sasa kwa mfano na huko ukaja ukapata afu katokea kama huko na kwenye una hamu unaenda wapi sasa? Tundu kule sio kama huku town. Kule wametulia. Huku tamaa kibao. Stamaa tu zile mtu jamaa sio kutoka sio da sio nini ndo anahisi kama ana miela kivile. Bongo nyoso, bongo hatari, wanakataza bange, wanauza lizla. Oya vipi damu zangu? Oya kama kawaida. Hapo nasemaje? Naona mmetulia.
Mwanangu Tundu vipi mwanangu? Yale maelekezo. Akuhusu ile issue mwanangu, mimi nitakuchora. Utalichora mwanangu, kila siku nalipangilia, dakika ya mwisho imekuwa kama zesheli mwanangu. Anaelewa mwanangu. Alafu achana kuelewa mwanangu, nyie mmekaaje? Mimi juzi nimewatafuta. Kwa kuna show Serengeti huko, Mama Amina akapiga show, sijui kaja haelewi mwanangu. Kaanguka chini pale jukwani watu kibao mwanangu. Mimi nimefogoa nafogoa peke yangu, natoka peke yangu, nimeshinda mshindo huu hapa mwanangu. Nimeshinda smart kitochi hapa. Alafu master ndo kama vile huyu hapa mwanangu. Vipi mwanangu, mbona umepoa wewe? Shida nini? Acha hizo wewe, unataka kuleta habari za Leila. Kila siku Leila babu. Vipi wewe unazingua demu mwenyewe yule mwanangu, juzi nimekuta anamtoa ghetto kwa msapa. Pesa anashindwa kukuambia mwanangu, unajua nitakuumiza, unafeli wapi? Achana yule malaya, mwanamke gani yule, mbele aendi nyuma arudi. Mwanamke kaa kiazi. Wewe una shida gani babu? Mwanamke hata kwa chumvi aliki mpaka ukamulia lima. Atakubaruza mwanangu Tundu. Wewe hapa vipi? Hamna. Najua nilipita tu mara moja, kuna kazi kule ofisini. Tulipewa sasa mimi ndio nikapewa nisimamie. Umepita njia, umepita ndo umefika kazini au umepita unaelekea wapi? Hamna, unajua tena kwenye kusambaza. Sawa, hayo makaratasi yako wapi? Nimepitiwa tu mara moja. Shogangu. Alima. Vipi hapa, mbona sielewi? Yaani kinaendelea nini hapa? Amna shogangu. Mbona kama vile siwaelewi? Amna shogangu. Hivi unajua mnanivuruga eh? Amna. Yaani siwaelewi hata robo. Haya, wewe mwanaume. Toka lini na leo ikaja kuwa ngapi kwa na mazoea kuingia kwa rafiki yangu? Mimi nimepita tu mara moja, si unajua pale kazini pale. Waliniteua ofisini kule. Ni kuna kazi inatakiwa tuzisambaze kwenye mitaa. Kuna karatasi fulani hivi sasa inatakiwa kuna kamradi fulani hivi kana tembea. Kwa hiyo kama ofisi wameniambia ndo nimekuja. Shoga. Alima. Haina shida. Subiri mvua inyeshe tuone panapovuja. Aya wewe twende nyumbani. Twende nyumbani. Twende nyumbani. Mwanangu umeua. Oya babu. Oya Tundu. Oya babu, mimi nacheza. Mwanangu umeua. Nembo.
Sasa ndo mambo gani haya unayonifanyia? Hivi unajua nina mambo mangapi yanayonitegemea? Mimi unaniweka hapa na kusubiria tangu asubuhi mpaka saa hizi. Maana yake nini? Hapana Abduli, kuna mambo tu yalijitokeza, naomba unisikilize. Mambo gani Leila? Hivi unajua mimi ni nani? Basi Abduli, naomba tu nisamee. Sawa, nielekeze unaishi na hivi unataka kuniambia ni sababu zipi zilizokufanya usije West End pale? Hapana Abduli, wewe nisamee tu. Okay, tuachane na haya. Nataka nikuelekeze ambapo sasa hivi nilipo. Unaishi wapi? Na naomba napokuelekeza fika kwa wakati. Hii nakupa ni last chance. Nafasi ya mwisho. Umeona hili soko la Muungwana? Ukikunja kona unatokea barabarani. Nyumba kama ya 3, chumba namba 12. Sawa Abdul, nimekuelewa. Mimi nitafika. So utafika, inabidi ufike sasa hivi. Abdul, naenda. Nakupa nusu saa. Sasa ndugu yangu, nielezee ilikuwaje hiyo issue, kwa sababu issue ya kuchomana watu visu so issue ndogo. Ilikuwaje mpaka kafikia tu mtu anachomwa kisu? Yaani blaza, tulikuwa tumetulia zetu pale maskani. Tumetulia mimi na mtu, tulikuwa mtu mbili, mimi na mwanangu nani. Ongea kawaida. Mpaka uongee kiuni Sasa samahani blaza kwa hapo mmoja. Umeona tumetulia pale ndo akatokea mshikaji yule pale. Kafika pale na stori zake na nini, kwa ikatokea tu kama vurugu kidogo hivi. Sasa ndugu yangu sana dance pale. Umeona? Alinyenyuka kumkuida, jamaa ndo akampiga kisu pale. Lakini mimi nadhani kwa hili lilotokea mtakumbuka maneno ambayo mimi huwa nawaambia. Huu ni kwenye maisha huwa sio mzuri. Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa navuta bangi lakini nikaacha. Lakini pia ndugu zangu niwaambia bangi sio nzuri, amuelewe. Na ndio ikichosababisha mpaka yote yametokea. Haya, angekufa. Tusamee tu basi kwa hilo, tusamee sana. Bahati mbaya. Mimi naamini ukishindwa kujifunza kwenye hili au utakuja kujifunza tena. Ni kweli, ndio samahani sana. Basi vijana vipi? Salama. Mgonjwa ni nani yenu? Sisi ni ndugu zake, daktari. Aha. Yeah. Sasa kitaalam mgonjwa kapoteza damu nyingi sana. Hata hivyo nimejitahidi kumfanyia matibabu kama mnavyojua, isipokuwa hapa nimeshindwa. Yale ya muhimu sana nimeyashindwa kwa sababu mnajua sheria ya nchi yetu ina utaratibu wake. Tungekwenda hospitali, ningetakiwa mfuate utaratibu PF3 na vitu kadha wa kadha. Kwa sasa cha kuasisitiza, damu zimemwagika za kutosha. Kitu ninachotaka kuwasihi, kwanza msimfanyie vurugu. Anatakiwa apumzike kwa muda mrefu sana. Nadhani tunaelewana. Lakini pia kwa sasa nimemchoma sindano ya kupata usingizi kidogo. Kwa ataamka baada ya masaa 2. Akiamka mtampa chakula ambacho ni cha laini sana, ziwe ndizi, lakini kisiwe cha moto, kiwe cha uvuguvugu kidogo. Sawa? Samahani daktari, nina swali kidogo. Vipi kuhusu afya yake? Kuanzia lini inaweza kuwa sawa labda? Siwezi nikazungumza moja kwa moja kwamba atakuwaje, atarecover labda kesho kishukutwa. Tashindwa kusema hivi kwa sababu afya yake bado haijaimarika vizuri. Na ndio maana nasisitiza kitu cha msingi sana. Msimfanyie vurugu kabisa. Yaani mumpe muda wa kupumzika wa kutosha. Lakini chochote ambacho kitatokea ambacho kitakuwa cha kutatiza basi mtanitafuta. Sawa? Sawa. Basi daktari, sisi tumekuelewa. Nadhani tutajitahidi kufanya kadri ulivyosema. Basi mimi ngoja nichukue vitu vyangu niwaje. Sawa. Asanteni sana. Haya. Esnyaluye san. La 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 la. Hivi ni kweli milango ya moyo wako shafunga?
penzi lisha kwa mzoga limevunda kuvunda. Nyumbani iliyotoka wapi tena? Mimi nimekuja kukuaga. Unaenda wapi? Naenda kwa mpenzi wangu Abduli. Kwa Abduli? Ndio. Unaenda kufanyaje saa hizi? Najua lote hili. Mpenzi wangu kaniita. Wewe unaenda kumuona. Anakaa wapi kwa siku hizi? Abduli mimi alielekeza naishi baba ya Muungwana, nyumba namba 12. Na akanielekeza kuwa chumba cha kwanza cha pili mkono wa kulia ndio chumba chake. Sasa mdogo wangu, naomba nikuombe kitu. Naomba kaa hapo niangalizie, maana naona saa 9 sasa nataka nipeke ile mchezo. Dakika 5 tu mdogo wangu, naomba niangalizie na kuja sasa hivi. Jamani dada, mimi nachelewa. Mdogo wangu Leila, nisikilize basi. Dakika 5 tu napeka ile mchezo, ndio nakuja unaondoka. Dada na umeanza. Mimi nimekuaga nakwambia naomba niende kwa mpenzi wangu Abdul, tena unaanza kunisimamisha sijui mimi nachelewa. Nisikize basi mdogo wangu. Unajua nikichelewesha sasa naenda kupigwa faini mdogo wangu, na mimi sasa sina hela. Basi sawa, mimi nimekuelewa, lakini sasa usichelewe. Sawa mdogo wangu. Sasa hivi narudi, ngoja kajiandae hapa. Haya. Si huyu ananichukuliaje? Kwani ambacho anachoshindwa kufika hapa ni kitu gani? Kwa sababu ishakuwa ni mazoea sasa. Nakuja. Karibu. Alima, mbona sikuelewi vipi? Unielewi nini? Imekuwaje sasa wewe kufika hapa? Na umepajuaje? Kama unavyoniona ndio nishafika. Kwani unataka nini katika maisha yangu wewe? Ninachokitaka ni kitu hichi kimoja tu. Ulichokifanya nyuma sio kwamba eti nimesahau. Naomba unisikilize. Naomba uondoke usije ukakutwa na mpenzi wangu. Hapa baba siondoki. Ndio kwanza nimeshafika. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Nimebaki ni kitu hichi kimoja. Kukaa chini na kunisikiliza. Na kusikiliza nini? Nini ambacho nitakacho kusikiliza Halima? Mimi na wewe upendo wetu ushakuisha muda. Baba we. Yaani kwa mimi kwetu kwamba mapenzi yetu mimi na wewe aliishia nyuma. Si hilo sahau. Tena ukae kwa kutulia. Nataka uniambie kilichokufanya wewe mpaka ukaniwekea dawa bila mimi kujua ujauzito wangu ukaharibika. Ni kitu gani? Umeacha umeniharibia afu ukasafiri na kusafiri kaondoka. Afu leo narudi naambia eti mapenzi yangu mimi yaliishia wapi? Asa inawezekana vipi yani? Yaani inawezekana vipi? Mbona unashindwa kunielewesha? Inawezekana vipi yani? Mimi nifanyaje sasa? Mimi hilo halinihusu. Tena hata sitaki kujua. Tena na ukae kwa kutulia. Nachotaka kukuambia kilichonileta hapa ni kitu hichi kimoja. Kati ya haya naomba uchague. Kudeti na mimi siku ya leo au nikamwambie Leila. Sasa ukamwambie vipi Leila? Mimba uliotoa kipindi cha nyuma nahitaji irudi. Wazani ifurahi. Ina maana unataka kuniambia sasa mpaka nachoka. Yaani hapo hamna hata kuchoka. Sikia nikwambie. Chagua hii katika haya. Kulala na mimi leo au nikamwambie Leila. Siwezi kufanya hicho kitendo. Halafu kama unavyojidanganya kwamba eti ukamwambie Leila, sahau. Sasa basi ndipo utakapochagua. Kulala na mimi au nikamwambie Leila. Kila kitu na uone kama wewe na Leila mtaendelea.